Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu kwa ujumla. Bwana Yesu asifiwe, ulimwengu wote. Ndio mwanadamu yeyote aliumbwa na Mungu. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Karibu sana kwa mara nyingine katika mfululizo wa vipindi vinavyokujia kwa mpango wa program maalum special kwa ajili ya kukuletea neno la Mungu ambalo linajikita sana katika misingi mizuri ya kweli ambayo haina nyongeza, ambayo iko kinyume na mapenzi na mipango ya Mungu kwa mujibu wa maandiko yake matakatifu, ambayo yanaonya hata kupunguza neno lote wala kuongeza. Neno la Mungu ambalo halitaki usanii wa kuchanganywa na vitu vingine ambavyo kimsingi haviko katika mtiririko wa matakwa ya Mungu Mwenyezi. Programu hii maarufu kama Spiritual Revolution Mission, SRM, ambayo inamaanisha mapinduzi ya kiroho, utume wa mapinduzi ya kiroho. Spiritual Revolution Mission. Anayekuletea mfululizo wa mafundisho katika programu hii ni mjoli wa Kristo Yefuta Sengimva Emmanuel, ambaye unazungumza naye muda huu. Karibu sana, tega sikio lako, upokee ujumbe wa Mungu kwa kadiri ambavyo unafunuliwa na Mungu mwenyewe kupitia chombo chake katika siku ya leo. Heri ya Christmas na tena heri ya mwaka mpya tarajiwa wa mwaka 2026. Leo tutazungumza neno la Mungu ambalo linakusudia kutufundisha na kutukumbusha na kutuangaliza jinsi ya kujiepusha kuchanganya vitu vya Mungu na vitu vya shetani katika safari ya kwenda mbinguni, katika maisha ya kiroho, Kikristo specifically, lakini maisha ya kumtafuta Mungu kwa ujumla. Hata nisiposema ya Kikristo, imaanishe kwamba njia sahihi ya kuenenda wewe kama muumini na hata wewe kama mtumishi wa Mungu pia. Haleluya. Acha tusome maneno ya Mungu katika kitabu cha Yoshua. Unisamehe, leo nitasoma maneno mengi kidogo ili kusudi upate concept ya kulikuwa ni nini kilisababisha mpaka neno ambalo nitakwenda kulisimamia siku ya leo, ambalo ni kwamba chagua. Hiki ndio kichwa cha somo la leo. Chagueni au chagua hivi leo ni nani utakayemtumikia. Yaani wewe uchague. Neno la Mungu linasema kwamba kama aidha ni Baali au kama ni Mungu wa kweli, Mungu wa mbinguni. Lakini wewe linaweza lisimaanishe kwamba uchague Baali au Mungu wa kweli, kwa maana wewe leo hii hauna Baali. Kama una miungu nayo, lakini si Baali. Baali alikuwa aliyeabudiwa na baadhi ya wana wa Israeli miaka ya nyuma huko. Unaona? Lakini miungu ni mingi. Labda unaabudu ng'ombe, labda unaabudu nyoka, labda unaabudu masanamu yote unayojua wewe, au miungu ambayo wewe mwenyewe unaweza kawa hata hauijui, kwa sababu kile kitu unachokifanya kwa tumaini lako unakuwa ukifanya kwa Mungu wako. Kwa neno la Mungu leo nataka kwenda kutufundisha jinsi ya kuchagua. You choose, you opt out and decide which way to follow. Na unapochagua manake usirudie kuchanganya. Haleluya. Acha tuombe. Samahani kwa kupatia introduction kabla ya maombi. Haina shida, mambo yanakwenda. Mtakatifu
Baba wa mbinguni, nakusihi katika jina la Yesu Kristo aliye hai, endelea kuihurumia dunia yako hii uliyoiumba, ambayo imefanywa na watu wako uliowaumba, ukatufanya kuwa sisi watawala wa vitu vingine vyote ulivyoviumba angani, katika nchi na hata vilivyo majini. Lakini hata hivyo, kwa bahati mbaya, wakati mwingine tumejikuta baadhi yetu tukitawaliwa navyo hivyo kuliko sisi kuvitawala. Mungu, nakusihi katika jina la Yesu Kristo aliye hai, uwakumbushe watu wako pande zote za dunia kuwa makini na kujua ukweli wako na kuepuka njia za upotofu za upotevu zinazopeka katika kuangamia, zinazofanya watu wengi kujikuta wanaishi wakiwa wamekufa, wakidhani wako hai na kumbe wamekwisha kufa, ambapo mimi binafsi najua kwamba kufa kiroho ni kubaya kuliko kufa hata kimwili. Watu wengi sana wanaishi wakiwa sawasawa na maiti zilizokwisha zikwa na kuoza, na nyama na mishipa na misuli na mifupa kutengana tengana na kugeuka kwa mafuvu ambayo yanatia huruma kuliko hata ile mifupa mikavu. Baba Mtakatifu, nakusihi uwasaidie watu wako kujua kwamba ni namna gani ilivyo hatari kuweza kutembea katika njia isiyo ya unyofu, ya kudanganyika, ya kupenda kujichanganya, wakidhani kwamba wako na wewe, wakijifikiri kwamba ni Wakristo, wakidhani kuwa wamesimama, kumbe walikwishaanguka na kuangamia kwa sababu ya kushindwa kutulia katika upande mmoja unaofaa. Mtakatifu Baba Mungu, nakusihi katika jina la Yesu Kristo aliye hai, kalibariki neno hili ambalo nakwenda kulizungumza pamoja na watu wako. Mungu mtakatifu, kalipake mafuta, ukalipe kibali, likawe aktivu, likatende kazi, likazae matunda ndani ya mtu huyu, ndani ya baba huyu, ndani ya mama huyu, ndani ya dada huyo, ndani ya kaka yule, ndani ya kijana yule, ndani ya binti yule, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, likaponye mioyo ya watu wako pembe zote za dunia, likaliponye kanisa lako ambalo linateswa na mpinga Kristo na maajenti wa shetani na mapepo na majini na wachawi. Jehovah Jireh, thanks a lot because you're going to be with me. Use this mouth as just your speaker to talk to your church, to talk to your people, to talk to your world. Katika jina la Yesu nakuomba ubariki neno lako. Amina. Haleluya tena. Ndio. Tusome maneno ya Mungu kutoka katika kitabu cha Yoshua. Kitabu cha Yoshua sura ya 24. Mimi naanza na mstari wa kwanza, halafu nitakapoishia ndio hapo hapo tutaanza safari ya discussion takatifu hii, tukijikita katika aya hizo. Haleluya. Ndio. Neno la Mungu katika kitabu cha Yoshua sura ya 24 kuanzia mstari wa kwanza aliyasema, Yoshua akawakusanya kabila zote za Israeli huko Shekemu, akawaita wazee wa Israeli na wakuu wao na waamuzi wao na maakida wao na waamuzi wao na maakida wao, nao wakahudhuria mbele za Mungu. Yoshua akawaambia watu wote, Bwana Mungu, narudia mstari wa pili. Yoshua akawaambia watu wote, tega sikio vizuri sana hapo. Tega sikio sana hapo. Kuna pointi ya msingi sana ambayo inamata sana katika mada tunakwenda kuiongea. Yoshua akawaambia watu wote, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi. Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, baba zenu hapo zamani walikaa ng'ambo ya mto, maana Tera baba yake Ibrahimu naye ni baba yake Nahori, wakaitumikia miungu mingine. Nami nikamtoa Ibrahimu baba yenu toka ng'ambo ya mto, nikamwongoza katika nchi yote ya Kanaani, nikaongeza uzao wake, nikampa Isaka. Kisha nikampa huyo Isaka Yakobo na Esau. Nami nikampa Esau mlima Seiri au miliki. Yakobo na watoto wake wakashuka Misri.
Kisha nikawatuma Musa na Haruni, nikaipiga nchi ya Misri. Kwa hayo yote niliyowatenda kati yake, hatimaye nikawatoa ninyi. Hapa aliwatoa huko, nikawatoa baba zenu watoke Misri, nanyi mkaifikiria bahari. Wamisri wakafuatia baba zenu kwa magari na wakapanda farasi mpaka bahari ya Shamu. Na walipomlilia Bwana, akaweka giza kati ya ninyi na Wamisri, akaileta bahari juu yao, akawafunikiza nayo macho yenu yaliyoona mambo niliyoyatenda huko Misri. Kisha nikakaa jangwani siku nyingi, kisha nikawaleta na kuwaingiza katika nchi ya Waamori waliokaa ng'ambo ya pili ya Yordani, nao wakapigana nanyi, nikawatia mikononi mwenu, mkaimiliki nchi yao, nami nikawaangamiza mbele yenu. Ndipo Balaki mwana wa Sipori mfalme wa Moabu akainuka akapigana na Israeli, tena akatuma watu akamwita Balaam mwana wa Beori aje awalaani, lakini sikukubali kumsikiliza Balaam. Kwa hiyo akafululiza kuwabarikia ninyi. Basi nikawatoa katika mkono wake, nanyi mliuvuka Yordani mkafika Yeriko, nao watu wa Yeriko wakapigana nanyi, Mwamori na Mperizi na Mkanaani na Mhiti na Mgirigashi na Mhivi na Myebusi, nami nikawatia mikononi mwenu, nikatuma mavu mbele yenu waliowafukuza mbele yenu, na hao wafalme wawili wa Amori, si kwa upanga wako wala kwa upinde wako. Nami nimewapa ninyi nchi msiyoitendea kazi na miji msiyoijenga, nanyi mmekaa humo, mnakula matunda ya mashamba ya mizabibu na mizeituni msiyoipanda. Mstari wa 14. Basi sasa mcheni Bwana, mkamtumikie kwa unyofu na kwa kweli, na kuiweka mbali miungu ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto na huko Misri. Mkamtumikie yeye Bwana. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale Waamori ambao mnakaa katika nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Narudia, naanzia mstari wa 14 ambapo ndio kwenye pointi yetu ya msingi. Basi sasa mcheni Bwana, mkamtumikie kwa unyofu wa moyo na kwa kweli, na kuiweka mbali miungu ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto na huko Misri. Mkamtumikie yeye Bwana. Nanyi kama mkiona vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, na kwamba ni miungu ya wale Waamori ambao mnakaa katika nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Msingi wa neno letu umetulia hapo sasa. Sasa huyu ni Yoshua katika zamu yake ya kuiongoza Israeli. Mungu akakusudia kumtumia yeye kwa ajili ya kuwaongoza wana wa Israeli katika njia iliyo sahihi. Baada ya kuwa
wazee wa zamani kabla ya wakati Yoshua anaingia katika utawala, pamoja na familia zao, walikuwa wakitumikia miungu ambayo sio Mungu wa kweli, ambavyo ni chukizo kwa Mungu. Na ukifuatilia mfululizo wa maneno hayo, unaona jinsi ambavyo waliambatana na mapigo mbalimbali. Adui wakijiinua dhidi yao, wanawapiga tu kirahisi, kwa sababu wamemwacha Mungu wa kweli. Kwa maana kwamba hii inatufundisha kwamba nyakati zozote zile, kizazi chochote kile, kunapokuwa na hali ya kutumikia miungu, ni kwamba ni rahisi hata adui wakitaka kukupiga wakushinde. Hata kama ungekuwa na mafanikio namna gani ambayo sio ya kiroho, ya kidunia, una ng'ombe, una utajiri mkubwa wa ng'ombe, mifugo, mazao, pesa, mafanikio ya namna yote ile ya dunia ile ambayo unayajua, hata unaweza kujiona kama uko salama, lakini kumbe hauko salama, kwa sababu umeitumikia miungu. Unaona, Mungu akamtumia Yoshua kuwaokoa watu ambao alikusudia kuwaokoa, na Mungu akamtumia Yoshua huyo huyo kuwafundisha kuweza kuacha kuabudu na kutumikia miungu ili waweze kuwa salama. Mungu akamtumia Yoshua huyo huyo kuwa anawahamisha, kuwatoa sehemu moja kuwapeleka sehemu nyingine iliyo salama, ili kusudi wale ambao Mungu amegundua kwamba ndio wabaya, angekusudia kuangamiza, ili waende wakapigwe, ili hawa waweze kuwa makini sana, wasizifuate zile njia za upotevu. Sasa angalia, sisi kanisa la Mungu tulihamishwa kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo kutoka katika utawala wa giza, akatuokoa kutoka katika dhambi. Kwa maana shetani ni muungu zaidi ya muungu. Jinsi Yoshua ambavyo hapa anasimama kama kitendea kazi cha Mungu cha kuwaondoa watu katika maeneo ya hatari na kuwahamishia sehemu nyingine ambako kutakuwa salama, ili kusudi wasichangamane na watu katika mazingira ya hatari, alafu wapate mafundisho ya jinsi ya kuepuka njia za uovu, ili wakae katika njia imeyotulia katika Bwana, ili na Mungu aweze kuwaweka salama kama ambavyo tunaona. Basi ndivyo jinsi Yesu Kristo alivyofanya mchango mkubwa baada ya shetani kuwadanganya Adam na Eva wakaasi, dunia ikawa chafu. Yesu Kristo akaja ili kusudi atuondoe katika njia za shetani, twende katika njia ya kweli. Sasa sisi leo tunapaswa kuchagua njia ya kuendelea kuyaishi maisha ya kiulimwengu ambayo yana baadhi ya mambo ya kishetani ambayo yanamchukiza Mungu bila kujali, halafu tuendelee kuishi katika mazingira hatari sana ambayo shetani akikusudia kukutenda lolote, dakika yote ile, sekunde yote ile, wakati wote ule anakupiga. Ukipata adui akitaka kutenda jambo lote baya, anakutenda tu, kwa maana hauna kinga ya Mungu, kwa sababu umemwacha Mungu wa kweli. Ni kitu cha hatari sana. Kwa hiyo leo hii unatakiwa uchague, na ukichagua utulie huko ulikochagua. Kama umechagua kumtumikia Mungu wa kweli ambaye ni Bwana, ambaye Yoshua anamwongea, Bwana Mungu Yehova, Mungu wa kweli, utulie naye huyo, usimvuruge kumchanganya na vitu vingine. Ndio pointi ya Yoshua. Kama umeamua kuchagua Baali, ambapo leo hii Baali wako ndio unayemjua, kama unaenda kwa waganga kienyeji, kama wewe ni mwanachama wa vile vyama vya kishetani, wale waenda kuzimu na nini, na yamkini hata usalama wako, ulinzi wako unaotutegemea kwamba uwe salama ni uwezo wa hao mashetani ambao unayabudu, utulie huko. Usiwe mtu wa kutegemea nguvu za waganga wa kienyeji kwa mafanikio yako na kwa usalama wako, halafu tena wewe huyo useme tena unataka mafanikio kutoka kwa Yesu Kristo au ulinzi kutoka kwa Yesu Kristo. No, chagua hivi leo.
ni nani utakayemtumikia, na huyo utakayemtumikia ndiye awe tumaini lako katika mambo yote, mafanikio, usalama, baraka, sijui everything, kila kitu awe huyo huyo. Ndio point ya Yoshua. Na ukijichanganya unajidanganya. Ukienda kwa shetani kumtafutia kwa chochote kile, kama ni ulinzi, kama ni usalama, kama ni mafanikio, kama sijui ni baraka nazo hizo sio baraka, zinakuwa ni laana eh? Utulie huko, kwa maana ukienda huko halafu tena eti upande mwingine unaenda tena huko eti si kanisani au kwa Yesu, unajidanganya. Neno la Mungu katika aya ambayo tutaiangalia linasema kwamba ukichanganya ukawa mshika mbili, kwa Mungu upo, kwa shetani upo. Yaani wewe, neno la Mungu linasema kwamba utakufananishwa na mtu ambaye anatumikia mabwana wawili, ambapo hutaweza kubalance. Lazima utakuwa na mmoja ambaye utakuwa kama umempendelea zaidi, na hapo sasa, kwa neno la Mungu linasema kwamba utamwacha mmoja na utaegemea kwenye upande mmoja. Lakini kuna msemo wa Kiswahili unasema kwamba mshika mbili hupoteza vyote, lakini kuna wengine wanasema eti moja humponyoka. Hao wanaosema kwamba mshika mbili moja humponyoka wanataka kufanana na hili neno la Mungu linasema kwamba aidha ukitaka kutumikia mabwana wawili utajikuta umempendelea mmoja na kumwacha mwingine. Lakini mimi huwa napenda sana kusema mishika mbili hukosa vyote, na hiyo huwa inatokea mara nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia katika maneno ya Mungu ambayo nijaribu kupitia, hata ni maneno ambayo ni common sana, yanajulikana na watu wengi, kila mtu anakuwa anajua. Ni vile tu mtu unalisikia neno na unalichukuliaje na unalitii namna gani na unaliishi namna gani, hivyo tu aya ya Biblia katika mstari ule Mathayo sura ya 6 mstari wa 24 linasema kwamba hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, aidha atamwacha mmoja na kuegemea na kumpendelea yule mwingine mmoja. Kwa hiyo kama unaishi maisha ya kutumikia mabwana wawili, wewe ni mshirikina halafu wewe ni muumini, au wewe ni mchawi halafu wewe ni mwimbaji wa kwaya, au wewe ni mwenda kuzimu halafu wewe ni mtumishi wa Mungu, my God, unajidanganya kabisa. Ni afadhali uache kabisa kumtumikia Mungu, uende kuzimu, uishi maisha ya kikuzimu tu na baba yako shetani, mshughulike, umtumikie vizuri, uwe mtumishi wake mwaminifu, uache hata kumsaliti, kusema unamtembelea kuzimu, mnaongea, unakuja duniani unafanya kazi zake, halafu baadaye unaenda tena kuhubiri injili kanisani, ambayo hata inaweza ikawasaidia hata watu kweli, lakini unamuudhi shetani, unamsaliti. Chagua, kama umeamua kumtumikia Mungu, vya shetani acha, kwa waganga wa kienyeji acha, mazindiko acha, hata ushirikina ule. Hata kama mfano wewe ni mchungaji au mwalimu au mwanakwaya au muumini, unaitwa kama ni muumini, halafu una duka lako la biashara, halafu unaweka madawa ya kuvuta wateja, wao wote ni mabwana wawili. Acha kuweka mahirizi ndani ya biashara yako wakati wewe ni mtumishi wa Mungu, ni muumini unayejulikana, hata saa nyingine una nafasi kanisani, jamii nayo kule na kuheshimu, nasema ni mtumishi wa Mungu, halafu ni mshirikina. Acha. Wewe unaitwa Mkristo, wewe unaitwa mtumishi wa Mungu, wewe unaitwa muumini, lakini nyuma ya pazia maraya, kahaba, mchawi, mshirikina, mtu wa majungu, msaliti, kila takataka ziko kwako. Lakini saa nyingine, kwa sababu ili uilinde ile heshima yako kama muumini au mtumishi wa Mungu, unakuwa na bidii ya kujificha ili watu wasijue, lakini wewe unajijua, kama ambavyo Mtume Paulo anasema kwamba ninyi mnajifahamu. Wewe unajijua. Acha hili neno likusaidie ubadilike kuanzia leo. Angalieni sana. Acha kujidanganya.
unapotoka unaangamia vibaya. Chagua mara pa kusimama, tuli hapo hapo. Kama umechagua nuru, tulia nuruni. Kama umechagua giza, tulia gizani. Basi acha kuchanganya nuru na giza. Hypocrisy, unafiki mbele za Mungu ni danger. Mimi nafikiri ndio maana wakati mwingine Mungu amekuwaga akikamata akichukua wale watu walikuwa waovu sana, wakuta jitu lilikuwa ni chawi, usieleze neno hata moja la Mungu. Jitu lilikuwa ni jambazi la hatari la dunia nzima. Anayachukua hayo alafu anayainua anayafanya kuwa matumishi ya Mungu, kama vile alivyokuwa Sauli, alafu anakuwa mtumishi wa Mungu mmoja mzuri kupita na wale wote ambao tulikuwa tunawajua. Mimi nafikiri hii ina logic. Mungu ana logic ya hatari sana hapo, kwa maana anakuwa ameona kwamba afadhali yule yuko gizani ametulia zake katika giza lake huko, hajui vyangu, hata havijui, hata usimwambie vyangu, anaviona ni ujinga kabisa. Naamua ngoja mimi nimchukue huyu nimpe elimu ajue vyangu. Akivijua vyangu atakuwa mtumishi wangu mzuri kuliko hawa ambao wanajifanya watumishi wangu wakati ni manafiki, wanajifanya waumini wangu, wanasali, wanalijua neno la Mungu kabisa, wanajua mema na mabaya, wanaelewa kabisa. Sio kwamba ni wajinga, wanaelewa. Ujinga wao ni kule tu kwamba kwa kutomtii Mungu. Maana ukiishi maisha ya kutomtii Mungu maana wewe ni mjinga, lakini wanajua kila kitu, hamna wasichokijua, ila tu unafiki mbele za Mungu. Wewe utafanya unafiki mbele za Mungu? Unafiki kafanyia wanadamu wenzako. Unafikiri Mungu anakudanganya? Unaenda pale mbele unaanza kuimba mapambe vyako pale mbele kanisani, sijui mara wewe mwenyewe ndio Bwana unatoka hapo umeshaenda kuzini, unatoka hapo umeshaenda kunywa mapombe, unatoka hapo kwenye majungu, unatoka hapo unaenda kushimesha machafu katika jamii, katika familia. You take care. Hatari sana hiyo. Hiyo ni mauti. Eti unakuta mtu ndio anayesoma neno la Mungu kanisani, ndiye anayehubiri pale, lakini kumbe kashetani kabisa. Hatari sana. Neno la Mungu linasema kwamba msiwe vuguvugu wala baridi. Msiwe vuguvugu wala baridi. Huku ndio kwa vuguvugu na kwa baridi. Amini, msiwe vuguvugu wala baridi. Kwa kwamba unapochagua kitu uwe moto katika hicho, umechagua utakatifu, kuwa moto katika utakatifu. Umeelewa? Umechagua uovu, kuwa moto katika uovu. Yaani unapokuwa moto manake uko pale pale, hauko lege namna hii. No, you are fire. Kama wewe ni umesema mimi ni kahaba, acha na dunia nzima ijue kwamba ni kahaba. Kila ulipopita na kila mtu aseme kahaba amepita. Kama wewe ni mchawi, acha ijulikane. Kana ikiwezekana hata watu unawaambia, kama unaona wamekuudhi, usifanye siri, waambie tu, wewe nitakuroga, wewe ndakuua, wajue fulani bwana ni mchawi. Uwe fire kweli. Sio ni mchawi halafu eti ni baba paroko. Wewe ni maraya halafu eti mwimbaji wa nyimbo za Injili. You fucking huo ni upumbavu. Ule wa wale wa Galatia ambao Yesu anaambia nyinyi wa Galatia, msio na akili, nani aliyewaroga? Huko ni kukosa akili. Uwe na bidii na jitihada katika kumtafuta Bwana, katika kutafuta wokovu, katika kutafuta uzima wa milele, katika kumpinga shetani na kazi zake. Haleluya. Yes, this is what God wants. Hakuna kitu kingine Mungu anataka. God is absolutely against hypocrisy. God never match with hypocrisy. Mungu na unafiki tofauti kabisa. Haleluya. Mungu na unafiki no. Usiwe vuguvugu wala baridi katika kile kitu ambacho unakipenda. Kama umeamua kuwa mtakatifu, uwe moto katika utakatifu. Kama umeamua kuwa Mkristo, uwe Mkristo moto, fire, na uwe baridi katika uovu. Yani
katika swala mambo ya uovu, yani uwe baridi sasa totally, alafu uwe fire katika utakatifu. Na kama umeamua kuwa muovu, uwe muovu moto, alafu uwe baridi kabisa katika swala zima la mambo ya Mungu. Nadhani neno la Mungu limeeleweka. Haleluya! Ndio hivyo. Na watu wengi wamekuwa wakipotea kwa sababu za mambo mengi ya kijinga, ya miono midogo. Neno la Mungu katika kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 mpaka wa 7 linasema kwamba msijisumbue kwa neno lote lile, bali katika kila neno kwa kuomba na kusali pamoja na kushukuru, na haja zenu zote zijulikane naye Mungu. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 mpaka wa 7 inaongea maneno haya. Kwa maana kwamba, nasema hili kwa sababu gani? Wewe unajifanya Mkristo, unajifanya unampenda Mungu. Yaani we neno Yesu alitoka katika kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe, haleluya, ndio wewe. Lakini nyumba yako imezindikwa. Biashara yako ni madawa. Hata ndoa yako ni mitishamba na mizizi. Wewe ndio unajijua, si mpaka sisi tukujue, lakini si mpo wa hivyo. Wewe ni kiburi. Unachagua maneno ya Mungu ya kuheshimu na maneno ya Mungu ambayo hautaki ya kusumbue. Unayapenda yale maneno ya Mungu ambayo yanakuweka tu salama, lakini yale ambayo yanakusuta hata hautamani kuyasikia. Sasa iko hivi. Kama wewe umemchagua Yesu Kristo kuwa tumaini lako na mwokozi wako na Mungu wako, au kwa ufupi, tambua kwamba anaweza yote. Kama unataka kuwa salama, pata usalama kwake. Kama unataka mafanikio, pata mafanikio kwake. Kama unataka ulinzi, pata ulinzi kwake. Anaweza asifiwe sana. Unanielewa vizuri? Usimchanganye Yesu Kristo, usimchanganye Mungu muumba wa mbingu na dunia na hirizi na waganga wa kienyeji. No, ukishamchanganya maana yake umemwacha. Ukimchanganya Yesu Kristo na vitu vya kishetani vingine, maana yake umemwacha tu. Usifikiri kwamba unakuwa hujamwacha, unakuwa umemwacha. Kwanza anaanza hata kampenda yule kule ambaye hata hamjui kabisa kuliko wewe ambaye uko unamchanganya. Pole sana. Badilika. Hiyo ni Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 mpaka wa 7. Kasome. Si utaona? Kila kitu kipo kwake. Ndio maana ukimtumaini na ukajitahidi kutembea katika njia zake, ukajitahidi kutafuta kumpendeza katika maisha yako, lazima anakuona. Hakuna atakacho kunyima chochote unachotaka. Kwani neno la Mungu katika kitabu ni kitabu gani kinasema kwamba kuna neno la Mungu linasema kwamba ukiwa unamtumaini Mungu, kila unachokitaka atakupatia. Hilo neno I hope itakuwa katika kitabu cha, acha nitafute haraka. Sawa. Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari wa 7 anasema, mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, basi ombeni lolote mtakalo, nanyi mtatendewa. Sasa kwa nini wewe ni Mkristo? Au kwa nini unamwamini Mungu na kumtumaini Mungu, halafu unavyo mahitaji yako unapeleka kwa shetani? Si umfanye huyo shetani wa Mungu wako. Na hata kiufupi, hata kabla wewe hujamfanya kuwa Mungu wako, pale unakuwa tayari umeshamfanya kuwa Mungu wako, na Mungu hachanganywi na Mungu mwingine. Ukisha thubutu kumchanganya tu, manake yeye umeshamweka kando, wala hata yani hakuhusu kabisa. Yani wewe usifikiri na kudanganya.
Usifikiri kumwacha Mungu eti ni mpaka umwambie Mungu nimekuacha. Yaani ukishafanya mistake ya kumchanganya automatically, it comes automatically bila kusema, yaani umeshamwacha. Kaa ndani ya Bwana Yesu Kristo, halafu kila unachotaka mwambie. Unataka mafanikio, muombe. Unataka usalama, muombe. Unataka baraka, muombe. Chochote unataka, muombe. Haleluya! Hivyo hilo ni neno la Mungu kwa ajili yako. Chagua hivi leo ni nani utakayemtumikia, kama ni hiyo miungu yako au Mungu wa kweli, Mungu wa mbingu na dunia, ambaye ndio Yesu Kristo. Sijui kama unalijua hilo. Sio mada ya leo. Bwana akuhurumie, Bwana atuhurumie sana. Mungu atusaidie. Kwani neno la Mungu sinasema kabisa kabisa katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 6 na mstari wa 24. Si neno la Mungu linasema kwamba hakuna mtu anayeweza kutumikia mabwana wawili. Si unajua hiyo? Hivi tulikuwa tumeshaliongelea hata? Tuwe makini sana jamani, tuwe makini sana. Tuwe makini sana sana sana. Mungu anisaidie, Mungu akusaidie, Mungu awasaidie na hao wengine. Tuombeane, tujitahidi, tuache michanganyo. Tuache michanganyo. Mungu atujalie kwa neema yake kuwa na bidii ya kutulia katika yeye. Hatimaye tufanye kitu anaita kutoboa. Tutatoboa kwa neema yake. Si unajua mlango wa kwenda mbinguni wanasema, au njia ile wanasema ni nyembamba. Iko concentrated, si nyepesi, si mara pa kuingia ovyo ovyo. Panaingiwa kiakili, kwa umakini. Uchukue msalaba wako, vumiliana na magumu ambayo unakutana nayo katika safari yako ya utakatifu na ya utafutaji katika maisha ya duniani hapa, ili kusudi uweze kufaulu, ukitafuta na neema ya Mungu kwa kupenda kuomba na kusali na kusoma neno la Mungu. Jamani, uvumilivu ndio kitu cha muhimu sana. Lakini yote yanawezekana, ila kinachohitajika ni uvumilivu tu. Kwa maana bila uvumilivu hakuna kumpendeza Mungu. Ndio maana nasema kwamba mtu akitaka kunifuata au uchukue msalaba wake anifuate. Najua una msalaba. Mungu akusaidie sana kuwekea wepesi katika msalaba. Msalaba unatafsiri yale magumu ambayo yanakukabili, ambayo yanaweza kusababisha usiweze hata kumpendeza Mungu. Mweleze Mungu kwamba Mungu, msalaba unanilemea sana. Niwekee wepesi. Nitengeneze njia, nikupendeze, nikutumaini peke yako katika kila jambo. Nisikuchanganye, nisije nikaishia katika kuangamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu akubariki kwa kusikia neno hili likakusaidia katika maisha yako mazima, likawa ushuhuda, ukaweza hata kulifikisha kwa wengine, ama vile utaliishi wewe ikawaguse wengine wengi, likaweze kuwaroza watu wengi hapa duniani, ili Mungu akapate mavuno mazuri, asipokonywa watu wake na shetani. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini hili. Amina. Barikiwe sana.